Naam, karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi tukiwa kwenye buswati letu la Kiswahili Longalonga, tukiwa na walimu wetu Nuzuberi Bakari na Munene Nyaga, na kama kawaida kuna lile swali ambalo tunaliuliza mtaani na mtandaoni. Mitaani walisemaje? Nini maana ya kuperepesa? Tamaanisha mangalala. Najua ni kutasama, ni maguta. Yani kutazama kitu kwa hali ya mshangao ama kutafuta kitu yani kwa njia yani ule umakini. Kama ile kuperusi, angalia kushoto na kulia, kama kutafuta kitu kwa umakini. Ni kama kuperemba hivi. Ni kutepesa. Sina maoni. Si ni kutafuta pesa. Yani ametumia pesa bila mpangilio. Wanaenda kutumia pesa yao. Hai, Bakari. No. Hili neno perepesa linamaanisha nini? Mara nyingi linahusiana na macho. Linatokana na mfumo wa neno kupepesa. Wakati mwingi unaruka barabara ama unavuka barabara, lakini usipokuwa makini wanakugonga wale jamaa. Kwa hivyo unafaa kuangalia kushoto, uangalie tena kulia, alafu ndio uvuke barabara. Kwa hivyo ile hali ya wewe kuangalia upande mmoja na mwingine ndio uvuke njia ni kuperepesa. Ndio. Lakini pia kuna kupepea. Na ni vizuri Bakari amesema hivyo kwa sababu ikiwa ni likizo ya Pasaka, wengi wanapoteza maisha kwa kuvuka ovyo ovyo. Kupepea ni kuenda kwa upepo. Mara nyingi kama bendera. Tunasema iko bendera inapepea. Inapepea. Pili, kama kuna kwa mfano nafaka na una uteo, kuna mtu watasema wakadumia kupepeta, iko tu hapo Arusha juu wasaidiwa na upepo. Mvua ambayo haina mpangilio, kama juzi nimeona Nairobi watu wamelia sana. Wewe na mwavuli wako inapiga huku, unaweka mwavuli kushoto, inarudi nyuma. Yani ni mvua ambayo inakuja kwa pande zote kwa sababu ina upepo mkali. Bado huku kupepea. Pia kuna kukauka. Ndio, kuna kukauka kwa majani. Unaweza ukasema jinsi ambavyo yanavyoanguka kule ni kupepea, lakini pia hata hali ya kumpuliza mtu, kumpa burudani kwa kutumia kipepeo ni kupepea pia. Hata wakati unatumia tiara kite, wakati umeishika inakupeleka kule upepo unataka iende, bado kule ni pepea. Na kufanya kitu ambacho watu mtaani wanasema umetoka. Yani kama umeenda ng'ambo kwa sababu ya tukio fulani, umekimbia vizuri kuvuma, kule kuvuma, hali ya kufanya kitu ambacho kimekufanya uonekane mtu wa maana sana kwa jamii, pepea pia. Na pia kuna neno nyarafu. Munene, nyarafu linamaanisha nini? Nadhani kwa maana moja. Bakari nitamwachia sema maana ya kwanza alafu nitakupa ya pili. Ni kudharaulika kutokana na hali yako, ima ya kutoga ama uchafu ya mwili. Mtu akikuona naye amekaa kama. Kwa hivyo sasa hiyo hali ya dharau wanayokuonyesha watu kutokana na mwili wako ulivyo au uchafu wako wa mwili, ndio hiyo nyarafu. Na hapo Bakari amekwenda, nilikuwa nataka atangulize kwa sababu kuna watu wana tabia ambazo zinawafanya wawe una unyarafu. Kwa mfano mko kwenye hoteli, mtu akapigiwa simu. Hoteli imejaa, watu wametulia, anashika simu. Hello! Vipi? Kwani umeniona? Yani kila mtu anaanza kuangalia. Yani huyo mtu hata akikualika siku nyingine, hutataka kwa sababu ni tabia. Huyo hana uchafu wala hanuki. Lakini hulka hiyo ama kwenye basi ama popote. Mtu kwa Kiingereza wanasema obnoxiously loud. Wakati mwingine wanasema huyu Sky United. Kabisa. Hai. Sawa. Tuko